kama ni uhai wa Watanzania wote. Yalifanikiwa na Mheshimiwa Rais wetu kwa kuhakikisha anafanya yafuatayo. Kwa muda mfupi aliasisi huduma ya uhai wa kina mama kwa kutoa dharura ya usafiri inayojulikana maarufu kama huduma ya mama, ili mama apate rufaa ya dharura wa usafiri na kufika kwenye kituo kikubwa aweze kuokoa maisha yake. Piga makofi kwa Mheshimiwa Rais wetu. Hivyo sivyo tu, alianzisha huduma ya dharura nyingine ya upasuaji. Pale mama anaposhindwa kujifungua kwa sababu ya vikwazo na visababishi, apatiwe upasuaji wa dharura. Mheshimiwa Rais amesambaza miundombinu ya vyumba vya kusaidia kuwapasua akina mama wakati wa uzazi, kuokoa vifo vya mama wakati wa uzazi. Na mpaka sasa tumetoka kwenye vyumba 300 na kitu, tuna vyumba zaidi ya 500 na kitu nchi nzima ya Tanzania. Lakini jambo la kufurahisha, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa amezungumza hapa. Tuliamua, Mheshimiwa Rais alisema tunahitaji kuwajengea uwezo watendaji na wahudumu wa afya, madaktari na sekta ya afya kwa ujumla huko kwenye maeneo ya wilayani, vijijini. Wanahitaji kujengewa uwezo wa kibingwa na kibobezi. Akaanzisha kundi la madaktari wanaojulikana kama madaktari wa Samia. Mara ya kwanza lengo letu madaktari wa Samia waende wakasaidie huduma za uzazi kwa kina mama. Madaktari hao sasa wamesaidia huduma za uzazi na huduma nyingine, na ndio maana mkuu wa mkoa anasema hata juzi wamemaliza hapa Dodoma kwa mara nyingine. Lakini walipokuwa huko wamekuta vifaa tiba vilivyonunuliwa na Mheshimiwa Rais wetu. Tuna ultrasound machine mpaka kwenye vituo vya afya. Tuna digital x-ray machine mpaka kwenye vituo vyetu vya afya. Kuna baadhi ya vitendea kazi, baadhi ya watendaji wetu na wahudumu wetu wa afya hawakuwa na umahiri, ujuzi wa kuvitumia. Madaktari hao wa Samia wametoa mafunzo kwa zaidi ya watumishi wa sekta ya afya 9,000 nchi nzima ya Tanzania waweze kujijengea uwezo. Ndugu zangu, kazi hii ni kubwa iliyofanywa na daktari huyu bingwa mbobezi kwenye sekta ya afya. Tuna kila sababu ya kumpokea, kumshangilia, kumwombea Dr. Samia Suluhu Hassan, aliyeokoa uhai wa mke wako, mama yako, dada yako, mtoto wako, binamu yako, shangazi yako, rafiki yako. Huyo anatakiwa kuwa rafiki namba 1 kwako wewe binafsi.